Watu wangapi waliingia katika madarasa za utafutaji wa ilmu ya dini, lakini kwa ushawishi wa sheitani wakaacha, wakakimbilia kwenye maisha, wakaonyeshwa njia za kupata darahim na dananir, kwamba ukifanya hivi utafanikiwa, utakuwa kadha wa kadha na kadha na kadha. Huko kusoma utasoma mpaka lini? Alafu ukishasoma utapata nini? Wewe utakuwa ustadhi tu, utakuwa maalim. Na katika dunia hii watu duni kabisa ni wale waliosoma dini, hawana vipato, hawana maisha yao magumu, wana hiki na hiki, hawana mbele, hawana nyuma. Anakuletea sura za watu waliofeli mathalan katika jambo la dini, hawakupata izza na dini, kwa sababu kihakika hasa ukiwa katika ilmu kikweli kabisa na wewe ukawa ni mtu wa ilmu, unaishi kwenye rifaa, sio kwenye dhilla, kwenye izza unaishi, izzatul nafsi, ambayo tukisema izzatul nafsi si mali. Wewe una heshima na rifaa, una ufalme kwa sababu ya ilmu. Sasa kuna watu wamefeli katika hili, kwa hiyo sheitani akuletea wale waliofeli sasa katika jambo la ilmu, ndio uwe mfano kwako. Angalia fulani, hata kutajia watu fulani na fulani, akupe mifano ya wanawazuoni waliofanikiwa kwa sababu ya kufuata njia ya ilmu. Yeye atakupigia mifano ya waliofeli. Na kule katika jambo la dunia hakuonyeshi wale waliofeli ambao ni wengi kabisa, wametafuta maisha wakafeli, waliyeparamia maisha wakafeli. Atakuonyesha wale waliofanikiwa katika jambo la kilimwengu na mali walizonazo. Fulani alikwenda kwenye migodi ya madini kapata hiki na hiki, lakini hakuonyeshi wale waliokwenda wakafeli, wakaharibikiwa na maisha, ambao ni kundi kubwa kabisa, walioingia katika mambo ya biashara mbalimbali. Atakuonyesha wale wachache waliofanikiwa katika mambo ya maisha, hakuonyeshi wale wengi waliofeli katika maisha, ambao wanaishi kwenye maisha duni. Sasa shaitani yeye huwa analizaini jambo, akalipamba jambo baya mpaka ulione zuri, na lile zuri mpaka ulione baya. waajlib alaihim bikhaylika wa rajlika washarikuhum fil amwali wal aulad wa'idhum. Shetani ahidi isipokuwa jambo la hadaa tu, ndio kawaida yake. Kwa hiyo nataka kusema kuwa ukishaingia kwenye jambo hili la dini na usomaji wa dini, basi ujue uko katika mapambano na sheitani. Na sheitani sio kaona kwamba lazima jiibilisi lenyewe lije ulione kwenye ndoto au sio kwa macho ulikwambie kadha wa kadha. Sheitani anaweza kukujia akaonekana ni mtu mstaarabu, mtu mwenye maneno mazuri, mwenye hikima na busara, lakini ni mtumishi wa shetani anayetaka kukutoa katika njia ya sawa. Yoyote anayekupa ushawishi, anayekushawishi kuacha jambo zuri akakupeleka kwenye jambo baya, huyo ni katika ndugu zake shetani na marafiki zake. Hata kama amevaa kilemba kizuri cha aina gani, kanzu na joho zuri na namna gani, anukia uturi wa kiasi gani, huyo ni katika ikhwanu ash-shayatin, ndugu zake na rafiki zake shetani, atakutoa katika njia yoyote. Huyo anamtumikia shetani, anajua au hajui. Yoyote anakuhimiza kwenye jambo baya, yoyote anayekushawishi kutoa kwenye jambo la khairi. Wewe utasoma dini mpaka lini? Kwa nini usiende huko ukatafuta maisha? Je, wewe ukisoma dini si utahitaji kuja kuoa? Wewe utapata wapi pesa? Ushajua utapata nini? Na wewe ukiangalia kwa ile akili yako ya kijinga, kwa kuwa hujafahamu bado, hujapata ile ladha ya ilmu, hujajua lengo la ilmu, wababaika. Unaona kweli itakuwaje sasa? Alafu kuonyesha mifano ya maustadhi au watu wanaoitwa maustadhi pengine waliofeli katika jambo la ilmu na maisha, hawakupata izza ile ilmu, wakajidhalilisha. Mtu kasoma dini lakini bado akawa ile izza na heshima ya ilmu haiko,
amefeli, ndio anakutojea mifano hiyo. Angalia huyu, angalia huyu, angalia huyu, angalia huyu. Huku kwenye kutafuta dunia anakuonyesha wale top 10 katika nchi. Angalia fulani alifanikiwa kiasi hiki, fulani ana utajiri kiasi hiki, akuonyesha wale juu kabisa katika 10 bora kabisa. Ndio anakuonyesha, hakuonyeshi wale watu waliofeli hata kwenye familia yako. Hakuonyeshi babako aliyefeli katika maisha, miaka yote, miaka 60 atafuta maisha hakupata. Kwa nini haiwezekani? Watu wangapi baba zao ni mafakiri, wajomba zao ni mafakiri, hawana maisha hivi. Katika familia ngapi ni familia za kimaskini? Kwenye familia yenu nyinyi mko watu wangapi? Baba yako na ndugu zake, ami zake na wajomba zake, mashangazi zake na mahalati wake, mama yako na wajomba zake na maami zake, hivyo wale watu kaka zako wewe na familia zao. Watu wangapi katika familia yenu na ni wangapi walifanikiwa kwenye maisha? Kwa sababu hawakusoma dini wakaingia kwenye mambo mengine, sasa wamefanikiwa. Ni wangapi? Shetani wote hakuonyesha, atakuonyesha mtu mbali asiyekuhusu, kwa sikio wala kwa njeve, watu mbali kabisa. Angalia fulani, angalia fulani. Sasa wewe waona wale, kweli bwana, kumbe nikitoka hapa nikienda kufanya hivi nitafanikiwa. Nikisema maneno haya haina maana kwamba hakuna mafungamano baina ya kusoma ilmu na kutafuta riziki, kwamba mtu akisoma ilmu atakaa msikitini tu basi hakuna kutafuta riziki. La, lakini nataka kusema kwanza hakuna mafungamano baina ya kusoma na riziki. Dunia nzima inajua hivyo, kwamba hakuna mafungamano yoyote baina ya kuwa huyu ni msomi na huyu kuwa tajiri. Ni vitu vina mafungamano yoyote. Ndio maana utaona masomi wengi, wewe ufuatilie maprofesa wakubwa, wengine maprofesa katika mambo ya uchumi, wanaajiriwa na watu ambao hawakusoma, ili waandikie mikataba yao, watengenezee strategic plan zao, watengenezee kadha ndio apewe. Sasa hii mzee tukupe ngapi? Nitanifikiria mzee. Huyu mzee anaambiwa mzee darasa la 7 au form 4 tu, au hakusoma kabisa. Nifikirie tu bwana. Profesa tukupe ngapi bwana? Yeye ni profesa bingwa kabisa. Kwa hiyo hakuna mafungamano, tutazungumza, hakuna mafungamano baina ya kipato au baina ya riziki ya mtu na kusoma. Ni vitu viwili tofauti. Mtu kuwa na ilmu na maarifa katika mambo yake ya kidunia na akhira ni jambo lisilo na budi. Tunatakiwa tufahamu dunia yetu, tusome, tuangalie. Lakini kumjua Mola wako, kumjua mtume wako na kuijua dini yako na namna ya kuyatekeleza yale yaliyo lazima juu yako ni jambo la wajibu na ni faradhu ain juu yako.